Togo imemkamata na kumrudisha nchini Burkina Faso alikuwa kiongozi wa taifa hilo baada ya mamlaka nchini Wagadugu kumtuhumu kupanga njama ya kumuua mrithi wake. Paul-Henri Damiba alipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2022 kabla ya kuondolewa madarakani na Ibrahim Traore miezi minne baadaye. Anatumiwa na utawala wa sasa kuwa ndiye alipanga jaribio la kumuua Rais Traore. Kwa mujibu wa Wizara ya Sheria ya Togo, Damiba alikabidhiwa kwa mamlaka ya Burkina Faso siku ya Jumamosi. Wizara hiyo ilisema kuwa kama sehemu ya makubaliano hayo, Burkina Faso iliahidi kuhakikisha usalama, heshima na kesi ya haki kwa Bwana Paul Damiba pamoja na kutumika kwa adhabu ya kifo. Kati ya mashtaka yaliyowekwa dhidi ya Damiba na serikali ya kijeshi ya Burkina Faso ni pamoja na kuiba fedha za umma, kupata utajiri kinyemela, ufisadi, kupokea mali zilizoporwa, hali ya hatari na utakatishaji fedha, kulingana na taarifa ya Wizara ya Sheria ya Togo. Hakuna maoni yoyote kutoka kwa Bwana Damiba kuhusu mashtaka alipatiwa na serikali ya Togo, hivyo mamlaka husika zimeshauriwa kumpeleka Bwana Togo mbele ya sheria ili haki ipatikane. Mapema mwezi huu, waziri wa usalama wa Burkina Faso Mohamed Sana alitangaza kwenye televisheni ya serikali kwamba vikosi vya usalama vilizuia mpango wa mfululizo wa mauaji yalizingatia kulenga watu binafsi kwa lengo la kutuliza serikali. Maafisa mjini Wagadugu mara kwa mara wamemshutumu Damiba kwa kupanga njama kutoka uhamishoni. Mwishoni mwa mwaka 2024 alitajwa tena hadharani kama kiongozi wa kile mamlaka ilichokiita tawi la kijeshi la njama kubwa zaidi. Damiba aliibuka madarakani kwa mara ya kwanza Januari 2022 baada ya kuangusha serikali iliyochaguliwa ya Roch-Marc Christian Kabore kutokana na kutoaminika kwa serikali yake. Lakini baada ya miezi minne tu, yeye mwenyewe aliondolewa madarakani na Traore, afisa wa makombora wa umri wa miaka 34 ambaye alimdai kushindwa kuboresha usalama. Tangu wakati huo, serikali ya Rais Traore imeimarisha udhibiti wake nchini Burkina Faso, ikitumia walowezi wa Kifaransa, ikichukua msimamo mkali wa kitaifa na hivi karibuni kurejesha adhabu ya kifo, ikiwemo kwa makosa ya uhaini ya hali ya juu. Licha ya ahadi ya kurejesha utulivu, Burkina Faso bado inakabiliwa na moja ya migogoro mikali ya usalama duniani, huku mashambulizi ya kigaidi ya Kiislamu yakiendelea katika sehemu kubwa za nchi.